namna ya kutafsiri ndoto ambazo zinahusiana na nyoka, lakini pia namna ya kuomba unapoota ndoto ambazo zinahusiana na nyoka. Mwanzo 3 nianzie 1 mpaka 5, halafu nitaendelea mbele. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliyomfanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani tuweza, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Unaona, kwa nyoka anakuja na roho ya udanganyifu, anaudanganya Adam na Eva, anawaambia mkila matunda hayo mtakufumbuliwa macho, mtafanana kama Mungu. Na unajua moja ya shida ya shetani ambayo amekuwa nayo wakati wote ni kutaka kuwa kama Mungu. Ukisoma kitabu cha Isaya na kitabu cha Ezekiel, wakati adui shetani anatoka mbinguni, utagundua moja ya vitu ambavyo adui shetani alikuwa navyo, alitaka kulingana na Mungu, alitaka kuketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kwa anawaambia mtakuwa kama Mungu. Kwa moja ya element ya adui shetani ilikuwa ni kujifananisha na Mungu. Kwa anawashawishi hawa watu wafanye kitu ambacho kitawafanya kuwa kama Mungu. So ukisoma andiko hili utagundua nyoka amebeba roho ya udanganyifu. Kabla utafsiri ndoto za nyoka, lazima ujue karakta au sifa za nyoka anavyoonekana kwenye maandiko. Kwa moja ya eneo ambalo tunaona nyoka anasimama kama mchumbe wa udanganyifu. Kwa unapomuona nyoka, jambo la kwanza ujue kuna kitu kinaitwa udanganyifu. Kwenye kile kitabu cha Korinto wa pili sura ya 11 mstari wa 3, Biblia inamuonesha kama mdanganyifu, kama shetani, lakini pia akiwa amebeba roho ya udanganyifu. Kwa unapoona nyoka ujue moja roho alizozibeba, amebeba roho ya udanganyifu, the spirit of deception. Wa Korinto wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Kwa si mara zote unapomwona shetani kwenye ndoto ni vita ya kiroho, ni mizimu ya kweli. No, mara nyingine anakuonesha kuna roho ya udanganyifu. Mimi nasema lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, kaacha unyofu na usafi kwa Kristo. Kwa naona anasema nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, kwa anafanya kwa hila, asije akawaharibu fikra zenu, mkawacha unyofu na usafi kwa Kristo. Kwa unapomwona nyoka, jua moja amebeba udanganyifu, na lengo la udanganyifu huo ni kwa ajili ya kutoa kwa Kristo, ni kwa ajili ya kutoa kwenye unyofu, kwenye utakatifu kwa habari ya Mungu. Kwa lazima ujue kwamba unamuona nyoka kwenye ndoto au whatever the press, jua lengo lake kubwa kuharibu fikra zako na kutoa kwenye njia ya usafi na utakatifu. Kwa hiyo ujue jambo la kwanza, adui shetani au nyoka amebeba roho ya udanganyifu. Biblia inasema shetani ni baba wa uongo, is the father of lies, of deception. Biblia inasema msemapo uongo mnasema uongo wa baba yenu, kwa sababu ni mwongo toka mwanzo, na wala kweli haijawahi kaa ndani yake. Kweli haijakaa ndani ya shetani. Kwa mnaposema uongo mnasema uongo wa baba yenu, Ibilisi. Yesu anawaambia Wayahudi hivyo. Kwa ujue unapomuona nyoka, jambo la kwanza jua you are dealing with the spirit of deception. Kwa nini? Shetani ni baba wa uongo.